إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإنه قد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an akitukumbusha sisi wanadamu akisema: afahasibitum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhania ya kwamba hakika sisi tumekuumbeni kwa mchezo, wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba hakika nyinyi kwetu sisi hamtarejeshwa. Fata'ala Allahu al-maliku al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme wa kweli. Ametakasika Allah na kuwaumba waja kwa mchezo, kawa hakuna malengo maalum. Allah katika hii aya ametaja mambo mawili. Jambo la mwanzo, amewakumbusha wanadamu ya kwamba hawakuumbwa katika ulimwengu huu kwa mchezo. Jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika nalo. Lakini amewakumbusha jambo la pili, ya kwamba wao watarejeshwa kwake, watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuishi katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an malengo ya sisi kuumbwa katika ulimwengu huu. Ametaja ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini wala wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi, kunipwekesha katika huu ulimwengu. Allah ameumba uhai ambao tupo nao, ametupa, lakini pia ameumba al-maut. Ametuumbia uhai tuishi katika huu ulimwengu kwa kuyatekeleza yale malengo ambayo Allah ametuleta kwayo. Lakini baada ya uhai huo
utakuja na umauti utakaokupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili kwenda kupimwa na kuhesabiwa katika yale malengo ambayo umeletwa kwayo katika ulimwengu na ukapewa na uhai, umeyatekeleza vipi? Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yeye ndiye ambaye aliyeumba umauti na uhai ili awajaribuni nyinyi, nani kati yenu ni mzuri zaidi wa matendo, nani aliyefanya matendo mazuri yaliyokuwa na ikhlas ndani yake, yaliyowafiki mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, katika mambo muhimu ya kukumbushana na sisi kuyakumbuka miraran wa takrara ni malengo ya kuletwa katika huu ulimwengu. Watu wengi wamejisahau. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi kwa mchezo katika ulimwengu huu, wala hakukuwa na malengo, yani Allah hajaumba pasi na malengo maalum. Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha mara nyingi katika Qur'an ya kwamba mauti yatakujieni nyinyi na baada ya mauti mtahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amemwambia Mtume alayhi salatu wassalam, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni maiti mtarajiwa, utakufa katika ulimwengu na wao watafariki. Bali katika aya nyingine Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kufa. Tumeletwa katika ulimwengu huu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo maalumu. Baada ya kufariki watu watakwenda kwa Allah na kuhesabiwa na kupimwa kwa kile ambacho wamekitekeleza katika ulimwengu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Allah, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na itazame nafsi kitu gani imeandaa kwa ajili ya kesho yaum alqiyama. Wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun, na mcheni Allah, Allah anafahamu yale ambayo mnayafanya, ni mjuzi wa yale ambayo nyinyi mnayafanya. Ayuha nnasu ibadallah, mauti yanatosha kuwa ni mauidha liulil albab. Mauti yanatosha kuwa ni mawaidha kwa wale wenye akili, ya kwamba wapo katika huu ulimwengu kwa muda fulani kisha wataondoka. Ya ibn adam anta ayyam, ewe mwanadamu wewe ni mkusanyiko wa masiku. Fahamu kwamba upo katika ulimwengu kwa muda fulani. Idha dhahaba yaumun, ikiondoka siku moja, itakapoondoka Ijumaa ya leo na kesho Ijumaa mosi na kesho kutwa, wiki ikaondoka, mwezi ukaondoka, mwaka, faqad dhahaba shay'un mink, imeondoka sehemu yako. Huna haja ya kusherehekea umezaliwa tena. Haya ni mambo ya kitaghuti, lakini watakiwa kujihesabu wewe Muislamu, nini umetanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an, katika ile aya ambayo nimeisoma mwisho katika khutba yangu ya mwanzo, wattaqu yawman, iogopeni siku, turja'una fihi ila Allah, mtakayorejeshwa katika siku hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iogopeni siku hiyo, nao ni yaumul qiyama. Baada ya mtu kufariki, taanza maisha yake ya barzakh, atakwenda kwa Allah siku ya kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imekichuma na wala hawatadhulumiwa waja. Mmoja katika washairi ana maneno mazuri akiwakumbusha wanadamu na kughafilika na dunia, akasema: ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrathu tulul amal, almautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal.
ewe yule ambaye umeshughulishwa na dunia yake, au ewe yule ambaye aliyeshughulishwa na dunia yake, wa gharrathu tulul amal, na akadanganywa na urefu wa matumaini. Hii ndiyo hali ya wengi katika watu, sawa sawa ni waislamu au wengine wasiokuwa waislamu. Tumeshughulishwa sana na dunia, lakini jambo jingine, tumekuwa na urefu wa matumaini. Kijana mwenye miaka 30, 20, 40 ana matumaini atafika miaka 60, miaka 70. Yule ambaye ndo kwanza anajitafuta katika maisha, ameanza biashara au yuko anasoma, ana matumaini atamaliza masomo yake, ana matumaini atafanikiwa katika biashara yake baada ya miaka fulani. Tumedanganywa na urefu wa matumaini. Almautu yati baghtatan, mauti yanakuja kwa ghafla, na vifo vya ghafla vimekuwa ni vingi. Nyinyi mwafahamu, watoto wadogo, vijana, wazee, watu ambao ni wazima hawakuwa wakiumwa, amelala ameamka, yani amelala hakuamka tena, mwingine ameanguka tu ghafla, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, amefariki. Wangapi katika watu ambao umesoma nao wewe, mlikuwa mna malengo sawa, lakini wameondoka kabla ya kutimiza malengo yao? Wangapi katika wafanyabiashara ambao wewe wafanya nao biashara, walikuwa na malengo mfano wako, lakini mauti yamekuja kukata malengo yao? Wangapi katika watu ambao ulikuwa nao katika mambo mbalimbali ya kidunia, wamefariki wakiwa ni vijana, wakiwa ni wazima wa afya? Kafa bil mauti mau'idha liulil albab, mauti yanatosha kuwa ni mawaidha kwa wenye akili, kuzingatia kwamba kuna siku na mimi nitaondoka. Aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala dunya walilmauti nasiya anasita liqa Allahi walqabra wathara. Ewe mja, ni mara ngapi Allah anakuona ukimuasi yeye? Mara ngapi Allah amekuona katika maasiya, unayafanya mambo maovu? Harisan ala dunya, tena mwenye kupupia dunia, walilmauti nasiya, yani mwenye kusahau mauti. Tumesahau kwamba tutakufa. Maisha yetu yalivyo ni kana kwamba hatutakufa, tutafika miaka 60 tutubie. Utaona Muislamu ameshughulishwa na dunia, hana sala pengine illa aljumaa, hana ibada anazozitekeleza, dunia imemshughulisha, anatafuta mali, anasita liqa Allahi walqabra wathara. Unasahau kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kaburi na mchanga ambao utakuwa ndio sahiba wako katika kaburi lako. Sisi Waislamu tutatakiwa tukumbuke malengo ya kuletwa katika huu ulimwengu. Ifanye dunia ni daraja ya kwenda akhira, isikushughulishe dunia ukashindwa kutekeleza ibada. Mali ambayo umeichuma wewe, almalu alladhi iktasabtahu, mali ambayo unaichuma wewe, maluk ma dumta hayya, ni mali yako muda uko hai. Wali ghairik idha mitta, na ni mwenzako mwingine asiyekuwa wewe katika warithi wako, na wengine watakaoitumia mali yako pale utakapofariki. Ayuha nnasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi anasema yatba'u almayyita thalatha, maiti hufuatwa na vitu vitatu: maluhu wa ahluhu wa amaluhu, mali yake na watu wake na matendo yake. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, viwili vitarejea na kimoja kinabakia. Fayarji'u maluhu wa ahluhu, mali yake na watu wake watarudi. Kama kuna mali ulizichuma, magari yako na mengineyo yanaweza kuja katika mazishi yako kusindikiza watu, kisha watarejea mali ile, na watu wako pia hawatakaa na wewe. Wayabqa wahidun wa yabqa amaluhu, matendo yake yatabakia. Kitu gani umekiandaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Huu umri uliopewa ambao ni rasilimali yako umeitumia vipi? Hebu jiulize wewe. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna, haitaondoka miguu miwili ya mja siku ya kiyama mpaka ulizwe mambo manne. La mwanzo katika hayo, umri wake ameumaliza katika jambo gani? Hebu jiulize Muislamu, baada ya kufahamu kwamba umeletwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya ibada, hukuumbwa kwa mchezo, umeumaliza umri wako pale ulipo sasa
kama ni miaka 20, 25, 30, 40, 50 wa fauka dhalik, umeumaliza kwenye lipi? Mipira? Umemaliza kwenye biashara? Umemaliza maskani umri huo? Umeumaliza katika mambo ya kidunia, kusoma elimu za kidunia ukawa umebobea katika mambo mbalimbali? Jiulize, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama ni ngumu. Ad-dunya fania, dunia inaondoka, yenye kumalizika. Wal akhirah baqiya, na akhira ni yenye kubakia. Al-yawm amalun bila jaza, leo ni matendo pasi na malipo. Wal ghad, na kesho jazaa'un bila amal, ni malipo pasi na matendo. Tazama, lau kwamba Allah ataiondosha nafsi yako leo jioni au baada ya sala, nini umetanguliza kwa ajili ya Allah? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah.